Hafla ya uzinduzi wa msikiti huo imeongozwa na Amiri wa Jumuiya ya Wanasuna Tanzania JASUTA mkoa wa Singida, Sheikh Yahya Mohamed, ambaye amehimiza waumini kuhusu umuhimu wa malezi sahihi ya watoto ili waendelee kufanya matendo ya kheri. Mzee yule alikuwa akichukua wajukuu zake na watoto wake, anakwenda kwenye khairati mbalimbali anazozifanya, anawashikisha kwa mikono. Uongo kweli? Shika, gawa pale, fanya hivi. Hawa wanakuwa wanaona babu anafanya hivi, baba anafanya hivi. Unafikiria ukiondoka wataacha? Mbona hatunganganii kuambia watu acheni watoto wema watakaofanya kazi bora mlizozifanya? Hatunganganii kwenye hayo. Sisi tunangangania taasisi yangu, mimi msikiti wangu, ndio kazi tulizonazo. Tunachelewa, hatuendi mbele. Akizungumza kwa niaba ya familia, Luqman Sultan Aklan amesema ujenzi wa msikiti huo ni sehemu ya sadaka endelevu kwa ajili ya marehemu Sheikh Aklan Ghalibu, ambaye katika uhai wake alipenda kufanya mambo ya kheri. Na pia tunaendeleza katika khairati zake. Alikuwa pia ni miongoni mwa watu ambaye wanakipa kipaumbele sana nyumba za Mwenyezi Mungu kwenye kuzijenga misikiti, kwenye kutoa sadaka, na biidhnillah na sisi tunataka tu miongoni mwa hayo aliyokuwa anayafanya. Wamefanya jambo kubwa la kutoa sadaka kwa ajili ya mzazi wao, kwa ajili ya mzee wao, ili ngalau apate kufaidika na zile sadaka yenye kudumu aliyoiacha duniani. Iwe ni darsa kwa familia za Kiislamu hasa zenye uwezo kutanguliza kwa ajili ya sadaqatul jariyah, kama ambavyo vijana au wanafamilia hii wameweza kumuenzi mzazi wao ambao ni muasisi wa sunna katika mkoa wetu wa Singida, lakini pia ni mshiriki wa kueneza sunna katika Tanzania. Wenyeji wa kijiji hicho wameeleza furaha zao kwa kupata msikiti huo, wakiahidi kuendeleza kufanya ibada ikiwemo kuswali, kujifunza dini na kudumisha mshikamano kwa Waislamu. Na tunamshukuru kwa yale ambaye ametujengea msikiti na kutuletea huduma ya maji, na tunashukuru sana kwa neema hii ili tuweze kuwatoa watoto wetu wajue dini yao. Yani tunajihisi tuna deni lile ambalo limewekwa katika kijiji chetu, katika kitongoji chetu, na Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe ili tusimame katika da'wa, tusimame katika kuwalea jamii juu ya mafunzo yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.